Habari yako? Nzuri kabisa. Kwema. Jema kabisa. Jema. Asante sana, nimefurahi sana leo kukutana na wewe tuongelee masuala mbalimbali yanayoendelea hapa duniani. Asante sana kunipa nafasi hii. Naam, tulitaka tuzungumzie kidogo swala hili linaloendelea ambalo linasababisha dunia nzima kwa ujumla inapitia changamoto mbalimbali hasa hususani katika masuala ya usafiri. Vyombo vyetu vingi vya moto vimekuwa kutumia mafuta na changamoto kubwa, adha kubwa imekuwa ikitokea kwa upande huo. Hii vita kati ya Marekani na kuingilia katika hii vita, chanzo chake hasa ni kipi hasa? Asante sana. Unapozungumzia chanzo, huu ni mgogoro katika Mashariki ya Kati, una historia ndefu, lakini unazungumzia Iran, unazungumzia Israel. Hawa ni mahasimu, adui wa tangu mwaka 1979 wakati wa Iran walipofanya mapinduzi kumuondoa Shah wa Iran, Ayatollah Shah, akaingia sasa Ayatollah Khomeini wakati huo. Kwa hiyo yalikuwa ni mapinduzi ya Kiislamu yaliyopelekea utawala ambao haukuwa na urafiki na Israel, lakini pia na nchi za magharibi ikiwemo Marekani. Kwa hiyo tunaweza tukasema uadui ulianzia hapo, kwamba uadui ulianzia hapo miaka takriban 47 iliyopita. Tangu hapo mahusiano kati ya Israel na Iran hayajawa kirafiki, kwamba wakati huo kulikuwa na Ayatollah aliyetoa mwongozo wa kwamba taifa la Israel lisiwepo kwenye ramani, liangamie, na hiyo imepelekea hali ambayo ya hofu kwa watu wa Israel kwamba inaweza ikatokea siku wakaamka taifa lao likawa limeangamizwa, na kitu ambacho kinaweza kuangamiza taifa ni mabomu kama ya nyuklia. Lakini alipokuja Ayatollah Ali Khomeini, yeye aliondoa hiyo hofu na alitoa fatwa katika Uislamu. Ina maana ya mwongozo kwamba hawatatengeneza nyuklia na hawatakuwa na dhamira ya kuliangamiza taifa la Israel, na kwamba madhumuni ya Iran kuendelea kuzalisha urani zile zitakazoweza kwa maana ya nyuklia hizo. Urani inaweza ikatumika, nyuklia inaweza ikatumika kwenye matumizi ya kibinadamu, utafiti na mengineyo, itakuwa kwa ajili hiyo na sio kwa ajili ya kutengeneza silaha za maangamizi. Lakini hofu ikabaki kwa Israel, na Israel ni mshirika wa karibu wa taifa la Marekani lenye nguvu za kijeshi duniani, na ndio unaweza kwa kifupi ukaona ni kwa namna gani Marekani inaona ina kila sababu ya kusaidia Israel ambaye ni mshirika wake wa karibu. Kwa hiyo ndio sababu ya tarehe ile 28 Februari vita vile kwanza, vita ambavyo leo tunazungumzia vinaingia kwenye mwezi wa siku 48, naenda sasa kwenye miezi mitatu ya vita ambavyo vilitemwa, viliweza kuchukua wiki kadhaa tu na pengine sio mwezi tu kama tunakumbuka vema. Ni vita vyenye madhara makubwa kwa dunia, ni kwa sababu kila janga lina somo, na kwenye vita mimi napenda kusoma wakati mwingine. Kuna karne ya 18 aliwahi kutokea jenerali wa jeshi akiitwa Karl von Clausewitz. Karl von Clausewitz yeye alikuja na nadharia ya kijeshi ya kimikakati akisema kwamba vita ni rahisi sana kuvianzisha, very simple. Unahitaji tu kuviamrisha vikosi viende kwenye uwanja wa mapambano alafu vilenge shabaha. Lakini Mwalimu baba wa taifa sisi aliwahi naye kusema kwamba vita si lele mama. Sasa Clausewitz yeye jenerali yule alikuwa na maana ya, pamoja na kwamba vita ni vyepesi hivyo kuanza, lakini aliweka lakini kubwa, lakini hakuna jambo dogo kwenye vita, na hilo ndio la kulishika. Jambo dogo kwenye vita unaweza kadhani, lakini ni kubwa, na vita inahusu msuguano wa kidogo na kikubwa, akiwa na maana ya kwamba uwezo ukatabiri kitu gani kitatokea katika msuguano huo. Kwa hiyo unaweza ukapanga vita, lakini kwenye hali halisi kwenye uwanja wa vita ikabadilika. Inaweza kutokana na hali ya hewa, mawasiliano kukatika na kadhalika. Na ndicho tunachokiona katika vita vinavyoendelea sasa Mashariki ya Kati, kwamba Trump alizani vingechukua muda mfupi,
lakini hali halisi inaonyesha vita hivi vimechukua muda mrefu na ni vigumu, na kuna vitu vimedibuka ambavyo hatukuvifikiria hata sisi wachambuzi huko nyuma. Lango la bahari la Hormuz alikudhaniwa kwamba ingeweza kuwa silaha ya kutumiwa na Iran, lakini pia lango kuu la bahari la Hormuz ndio linatupelekea hata sisi tuliokuwa Dar es Salaam, waliokuwa Kyela kuathiriwa. Ni kwa sababu inahusu asilimia karibu 20 za mafuta na usafirishaji wa meli zinapita pale, na kwa maana hiyo imeathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa sana. Ni nani hasa aliyeathirika katika vita hii? Kila mmoja ameathirika, na sisi pengine tumeathirika zaidi kwa sababu nchi zetu hizi hazina kubwa ya fedha za kigeni. Wenzetu Ulaya na Marekani katika hali kama hizi wanakuwa na ruzuku, serikali zao zinatoa ruzuku kwa sababu wanazo rasilimali, lakini bado wana hali ngumu vile vile. Kwa hiyo sisi tumeathirika zaidi, hata tuna hofu ya njaa. Hofu ya njaa ni kwa sababu mbolea nyingi inapita hapo pia kwenye hilo lango, na uzalishaji unapungua sababu ya kukosa zile malighafi. Kuna wanaosema kwamba vita hii ni ya kidini. Je, lina ukweli ndani yake? Sidhani. Ni kwa sababu vita hivi, hawa ni Waajemi, wa Irani ni Waajemi, wa Israeli ni Wayahudi, ni watu wa imani tofauti, na Wamarekani ni Wakristo. Kwa hiyo haihusiki sana kwenye hilo, na katika imani za Kiislamu kuna Washia na Wasuni, wa Irani ni Washia. Kwa hiyo zaidi ni masuala ya kiuchumi, na iliwahi kutokea. Unajua, inahusu na vita vyote duniani vimeonyeshwa kwenye historia, vinaanza vinaishia kwenye maji, vinaishia kwenye maji, kwamba inaamuliwa huko, kwa sababu kulikuwa na mwaka 1956 mfereji wa Suez kule Egypt ulikuwa na mgogoro mkubwa. Waingereza na Wafaransa walitaka umiliki wa Suez Canal, alafu Gamal Abdel Nasser yeye alitaifisha ili usaidie wananchi wa Egypt wa Misri, lakini Ufaransa na Uingereza walishirikisha Israel kwa siri ili waanzishe vita. Vile vita vya mwaka 1956 vilipelekea bei za mafuta pia kupanda, na aliyeingilia kati kutuliza vile vita ilikuwa ni, katika hali ya ajabu, ilikuwa ni Marekani na Soviet Union, ndio Urusi ya sasa hivi. Kwa hiyo hao waliingia na wakapoteza ushawishi Ufaransa na Uingereza wa dunia. Kwa hiyo ilishawahi kutokea. Aina hii inahusu sana uchumi, na katika hili unaweza ukaona linahusu uchumi wa dunia. Kwa hiyo tunaiona sasa, tunamuona Trump amekwama Teherani kwa hali zote. Amekwama kwa sababu huwa nasema wakati fulani kwamba Trump ni hodari wa kupanga mikakati ya kuanzisha vita, lakini hajawa hodari sana wa kujua namna gani anamaliza vita na baada ya vita tutafanyaje. Kwa hiyo amekwama Teherani kwa sababu malengo ya vita sio yale ambayo sasa anahangaika nayo kutoka. Moja ya lengo la vita ilikuwa regime change. Regime change ina maana kubadilisha utawala, kwa mtazamaji kuelewa utawala na mfumo, na aliwaambia help is on the way, kwamba msaada unakuja, lakini sasa hivi Trump amekwama sababu mfumo uko pale pale. Kwenye huo mfumo, nilikuuliza swali hapa kwamba vita hii inahusisha kidini, ukasema hapana, haihusishi kidini. Tumeona pia Papa amejitokeza pia kupinga vita hii na akiomba wamalize vita yao katikati hapa, lakini pia Trump naye amejibu na pia ameweza kupost katika ukurasa wake wa Instagram akijionyesha kama yeye ndiye Masihi sasa analeta ukombozi. Hapo huoni kuna udini ndani yake? Hapana. Baba Mtakatifu leo, Baba Mtakatifu au dini zote duniani, yeye alichokifanya ni wajibu wake wa kiuongozi wa kiimani. Dini zote duniani zinahubiri amani, yaani hakuna dini inayopata kuisoma yenyewe mahubiri yake ni vita. Kwa hiyo ukienda kwenye Uislamu, Kristo, ukienda kwenye Ubuddha, dini zote duniani zinahubiri sana upendo, amani, mshikamano. Kwa hiyo Baba Mtakatifu kusema